Yes, mtazamaji wa JNR Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Karibu sana hapa tuzungumze soka na tunapewa udhamini mkubwa sana na JNR Mtita Unisex Saloon. Bwana, niko na mzee wa data Ramadhan Mbwaduke na tunazungumza soka. Mzee wa data, Simba Sports Club ya kocha Selemani Matola. Kipi cha tofauti umekiona katika michezo miwili ya ligi kuu Tanzania bara? Kwa kiasi kikubwa Simba aliyoiona chini ya Matola ndio Simba ambayo huwa inatarajiwa na ndio Simba ambayo kwa kiasi kikubwa kocha Fadlu Davis alikuwa nayo, kwa maana namna ya kucheza. Wanapocheza na timu mechi kama na Namungo, wanapocheza katika ligi kuu Tanzania bara katika mechi nyingi, wao huwa ni dominant kwenye mechi, wanatawala zaidi. Sasa katika ligi kuu Tanzania bara au tuseme msimu wa 2025-26 tangu uanze, kwenye mechi walizocheza Simba hakuna hata moja wamemiliki mpira kwa namna walivyocheza dhidi ya Namungo. Hilo ndio ambalo naweza kusema kwa msimu 2025-26. Lakini ukizingatia Simba ambavyo huwa inacheza chini ya Fadlu Davis katika msimu uliomalizika 2024-25, kile walichokifanya dhidi ya Namungo na kushinda 3-0 ndicho ambacho hufanya mara nyingi. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini ninapozungumza kwa msimu huu mechi rasmi za Simba, lakini pia hata ukichanganya ile mechi ya Simba Day waliocheza dhidi ya Gor Mahia, Simba hawakupiga mwingi kama walivyocheza dhidi ya Namungo. Hata waliposhinda mechi ya kwanza 3-0 dhidi ya Fountain Gate, Simba hawakucheza vizuri sana katika kupasiana na kudominate mechi katika eneo la mwisho la mpinzani kama walivyocheza dhidi ya Namungo. Mechi mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya awali dhidi ya Gaborone United, ile waliocheza kule Botswana wakashinda 1-0, marudiano kwa Mkapa ikaisha 1-1. Simba hawakumiliki mpira kama walivyocheza dhidi ya Namungo. Kwa mfano dhidi ya Gaborone United kwa Mkapa mpaka mapumziko Simba wanamiliki mpira 42%. Gaborone United wanamiliki 58%. Gaborone United mpaka mapumziko washapiga mashuti 6, matatu on target. Simba mashuti 2 tu ambayo yote yalikuwa on target, hawana shuti la kulenga shabaha, wakiwa na bao moja la mkwaju wa penalty alofunga Jasha Ahua. Kwa hiyo unaweza kusema hii mechi dhidi ya Namungo ilikuwa vipi? Mpaka mapumziko Simba wanamiliki mpira 60%. Mpaka mapumziko Simba washapiga mashuti 8, matatu on target. Namungo walikuwa wanamiliki mpira 40% overall kwa ujumla. Kufikia mapumziko walikuwa wamepiga mashuti 3, hakuna hata moja la kulenga shabaha. Hili ni eneo la kwanza naweza kulielezea kwamba ameirejesha Simba katika kile ambacho huwa ndio huonekana zaidi namna inavyocheza. Lakini tukumbuke ndio kwanza mechi ya pili ya ligi kuu. Kwa hiyo comparisons, mlinganisho kwa msimu huu haujapata wa kutosha. Nimekutajia baadhi ya mechi rasmi na ile ya siku ya Simba. Bado mechi hii waliocheza dhidi ya Namungo wamecheza kwa uzuri zaidi chini ya Matola. Lakini kingine nilichokinoti ni uwajibikaji. Wachezaji wanaonekana kujituma sana na kuenjoy kile wanachokifanya uwanjani. Ndicho ambacho naweza kusema hivyo. Na hilo linaashiriwa pale Simba wanapoteza mpira. Wanafanyaje akina Joshua Budo Mutale kuhakikisha mpira unarudi kwenye miliki yao? Kile ndicho ambacho naweza kusema kwenye mechi hii. Simba wanaonekana kama walikuwa na mzuka zaidi katika kuhakikisha mpira ni mali yao na sio ya Namungo. Wao ni selfish, wana ubinafsi katika muda wote wa mchezo. Kila wakiupata Namungo basi wao Simba wanautaka uchukue wao. Na hilo lilikuwa linaonyeshwa pia mpaka na walinzi wao. Rushain De Rock akiwa pamoja na kina Shomari Kapombe, lakini vile vile unazungumzia Anthony Mligo, unazungumzia Shamu Karabu, ni miongoni mwa maeneo ambayo naona Simba walikuwa vizuri sana. Lakini eneo lingine ni ujasiri wa benchi la ufundi kuwapa nafasi wachezaji ambao walikuwa hawajazoeleka kuanza kwenye kikosi cha kwanza chini ya Fadlu Davis. Nakupa mfano, golini alicheza Yakub Suleiman. Sababu inawezekana inafahamika kwamba pengine Kamara hayuko fit baada ya kuumia katika ile mechi walioshinda, waliopata sare ya 1-1 na kusonga mbele hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa dhidi ya Gaborone United. Akaanza Yakub Suleiman. Hapo inafahamika inaweza kawa Kamara labda hayuko fit. Lakini eneo la ushambuliaji pale mbele, kwenye kiungo cha ushambuliaji, kikosi ambacho Fadlu Davis alikuwa akitumia mara kwa mara ni, yani nataka umefumba macho hivi unataja tu Simba kikosi, ukitaja Babu Ali kwa kiasi kikubwa unapatia. Kwenye mfumo wao baada ya golikipa kuna kwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji. Nazungumzia wale viungo 3 ushambuliaji. Jasha Ahua akiwa fit mzima haumwi akosi, ndiye anayecheza nyuma mshambuliaji kinara. Katika wale viungo 3 ushambuliaji anatokea katikati. Katika wale watatu walianza Eli Mpanzu Kibisawala kwenye makaratasi anaonekana kushoto, katikati hakuwepo Jasha Ahua. Badala yake
Kwenye kati na kulia alikuwepo Morris Abraham pamoja na Joshua Budo Mutale. Cheza hao walikuwa wanapishana sana katika maeneo. Ndio maana nimeshindwa kutajia moja kwa moja katikati nani, kulia nani, lakini kwa kushoto alikuwa anaonekana zaidi Mpanzu. Joshua Budo Mutale mara nyingi ndio alikuwa hapa kwa Jasha Aua, ingawa alikuwa anapishana. Alicheza vizuri sana. Mshambuliaji kinara Steven Dese Mukwala. Lakini pamoja na kuanza kwao, cheza yao unaona kabisa wanapambana kweli kweli, akijua muda wowote nikifanya tofauti nje kuna mashine ambao wanaweza kacheza pengine kuliko mimi kwa siku ya leo kwa ajili ya kuipa timu yao mafanikio. Matokeo yake ni nini? Ukifanya tofauti wala ucheleweshwe. Eli Mpanzu Kibisawala pamoja na mengi aliyoyafanya kila anapata nafasi ya kucheza kwenye mechi hii, mchezo wa kumkubalia na benchi la ufundi walitambua hilo na wakafanya maamuzi. Alikuja kutolewa kama unakumbuka vizuri. Miongoni mwa walioingia ni pamoja na Neo Maema. Lakini mshambuliaji kinara Steven Dese Mukwala alikuja kutolewa, aliingia Selemani Mwalimu. Matokeo yake katika yale mabao matatu alifunga Selemani Mwalimu. Kujituma kwao kujua wapi pa kusimama. Bao la kwanza lilifungwa na Shamu Karabu. Kama unakumbuka vizuri, ni kona imepigwa na Joshua Budo Mutale. Sio? Lakini akaja kujibu tena Rushan Dero, kamjibu beki mwenzake wakati kwa kufunga bao la mpira wa kutenga. Safari hii free kick imepigwa na Neo Maema, akenda akafunga Rushain kabla Selemani Mwalimu kuwawakilisha washambuliaji katika kuweka mpira wavuni katika dakika ya 83 akafunga Selemani Mwalimu. Mabao tunakumbuka alifunga dakika 43, dakika 61, yani Shamu Karabu na Rushan Derok. Alafu dakika 83 Selemani Mwalimu akafunga bao zuri. Kwa hiyo wale ile rasilimali watu jinsi ilivyochanganywa ni jambo zuri kwa kocha Matola kwamba ana ujasiri, anapanga kulingana na kile ambacho wachezaji wameonyesha mazoezini. Lakini vile vile alikuja kuingia Semfuko Charles. Kwa sababu katikati kulikuwa na Kagoma, kulikuwa na Alassane Maudo Kante. Alikuja kutoka Kante, alikuja kuingia Daudi Charles Semfuko, mchezaji ambaye ndio mara ya kwanza anapata nafasi ya kuchezea Simba kwenye ligi kuu. Kwa sababu mechi ya kwanza kucheza na kwenye kikosi ya kwanza alikuja kuingia. Wamemsajili kutoka Coastal Union, kijana wa Tanzania, fundi sana, amepata nafasi ya kucheza. Hii yote ni ishara kwamba wachezaji washindwe wenyewe kupigania nafasi. Hapangwi mtu kwa jina lake bali uwezo anaonyesha mazoezini. Kumbuka nje kulikuwa na Jonathan Soa. Hakuanza na hakuingia. Pengine mwalimu aliamua naye apumzike kidogo kwa sababu ni katika wale ambao walicheza hivi karibuni katika mechi za kimataifa, ile mechi dhidi ya Gaborone United, lakini pia kumpa ujumbe kwamba ukipata nafasi unatakiwa uipiganie. Tumekusajili ukiwa na mafanikio mazuri sana Singida Black Stars, mechi 14, dakika 1124, mashuti 32, 16 on target, akafunga mabao 13. Wamemsajili Simba kwa kishindo mchezaji wa kimataifa wa Ghana, lakini kwa upangaji wa kikosi wa Matola kuelekea mechi dhidi ya Namungo na namna zile subs alivyozifanya, mabadiliko ya wachezaji yanapeleka ujumbe pia kwa Jonathan Soa. Vyovyote wao wanajua kwa nini hakucheza, lakini ujumbe kwamba wapo watu wanaweza kutekeleza wajibu huu, na hivyo wewe ukipata nafasi tumia nafasi yako vizuri kwa kuwapa furaha wana Simba. Ukitetereka kidogo, kuna Mukwala, kuna Selemani Mwalimu bado anaweza kutupa furaha. Kwa hiyo ni ujumbe kwa wachezaji wengine wote kwamba ukijituma, tekeleza mpango kazi wa benchi la ufundi utapata nafasi. Na ukipata nafasi itumie vizuri, kwa sababu ukitetereka kuna wengine wanaweza kutumia nafasi vizuri alafu wewe nao ukakosa nafasi. Pata nafasi, tumia nafasi ili usikose nafasi pindi nafasi nyingine itakapokuja. Tusisahau kwamba pamoja na mazuri yote ambayo Simba maonyesha katika mechi dhidi ya Namungo, hii ni mechi ya kwanza tu bila Fadu Davis. Kwa hiyo tusimalize maneno, ni changamoto kwao kuhakikisha mechi zijazo wanaendeleza kile walichoonyesha dhidi ya Namungo. Hilo moja. Lakini la pili tutambue, walikuwa wanapambana na Namungo ya kocha Juma Ramadhani Mgunda, wanajuana sana na Selemani Matola, washafanya kazi pamoja. Pengine Matola pamoja na heshima kubwa tunaompa kutokana na kile ambacho Simba maonyesha, isijekawa wanamjua vizuri Mgunda wakawa wamemuotea. Sasa na mechi nyingine pia wafanye hivyo. Lakini lingine ni kwamba Simba kuifunga Namungo kwenye ligi kuu Tanzania bara, wajue kwamba sio story. Yes, kwa sababu ndivyo huwa. Kwa sababu Namungo tangu apande ligi kuu Tanzania bara msimu 2019-2020, mechi za ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Simba, hii waliocheza na kufungwa 3-0 Namungo, hii ni mechi yao ya 13 kukutana. Katika mechi zote 13, hii ya ushindi mwingine tena wa Simba wa 3-0 ni ushindi wa 8. Namungo kwenye mechi hizi zote 13 hawajawahi kuifunga Simba.
walichoambulia ni sare 5, nyingine zote ni kufungwa. Kwa hiyo Matola ameendeleza kile ambacho Simba wamekuwa wakikifanya kila mara wanapokutana na Namungo, ukiondoa mechi 5 walizotoa sare. Ili nalo tusisahau. Sasa nini cha kufanya? Ni kwamba benchi la ufundi, Matola na wenzake, wakati huu Simba ikisubiri kutangaza mrithi wa kocha Fadlu Davis, wakae chini wafanye tathmini mazuri yapi walioyafanya katika mechi dhidi ya Namungo ili waendeleze wao na wachezaji wao benchi la ufundi. Kasoro zipi wazifanyie kazi katika mechi zijazo. Hii mechi moja dhidi ya Namungo isitoshe kuwafanya waridhike sana, kwa sababu ligi bado, na ninajua hili wanalijua, ndio kwanza mechi ya pili, bado kuna mechi 28. Kuna kazi kubwa ya kufanya kuendeleza mazuri mengi walioonyesha katika mechi dhidi ya Namungo na kasoro zake kuzifanyia kazi kwa ajili ya kupata matokeo mazuri zaidi na kuleta ushindani kwa mtani wao jadi Yanga ambaye ashatoa ubingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Ili kumchallenge lazima kupata matokeo mazuri kadri inavyowezekana kama walivyoonyesha katika mechi dhidi ya Namungo na wengine katika ligi kuu Tanzania bara, kina Azam, JKT Tanzania, Coastal Union, Dodoma Jiji, Mtibwa Sugar, kupambana kuhakikisha wanaleta challenge ya kutosha katika ligi kwa kuonyesha kiwango bora karibu katika kila mechi kwenye ligi hii namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Nikushukuru sana bwana mzee wa data Ramadhan Mbwaduke. Shukran jazilan. Yes, ni Ramadhan Mbwaduke, vile ambavyo ameiona Simba ya kocha Matola katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Imecheza michezo miwili na kuvuna alama 6. Hivyo ndivyo ambavyo wameona nafasi ambazo zinapatikana, lakini pia wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza. Kumekuwa na tofauti, mwalimu akijaribu kutoa nafasi kwa kila mchezaji na pia mabadiliko yakiwa yanaonekana. Subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata update mbalimbali kutoka hapa JNR TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Lakini pia tembelea page zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram, Facebook na kule TikTok, jina letu ni JR Mtita TV. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.